Binafsi kwanza nimeshangazwa kwa makubaliano haya ambayo wengi hatukutarajia katika kipindi cha hivi karibuni kwamba yangekubaliwa, na Rais Trump kwa sasa ndiye ambaye anaonekana anajipiga kifua, anajipongeza kwamba angalau amefanikisha kwa awamu ya kwanza ya makubaliano ya amani kati ya Gaza pamoja na Israeli. Sasa je, yatatimizwa kwa asilimia ngapi ama yatatimia kabisa vipi? Sasa ni muda, lakini japo naiona kabisa Israeli kuna wakati fulani wana taratibu zao za kupokea makubaliano ama kujidai kwamba wanakubali, lakini baadaye mambo yanakuwa tofauti. Sasa ukitazama Netanyahu ambaye nyumbani huku inawezekana akawa anashangiliwa kwa sababu tu ya mateka wale ambao waliachiwa au ambao wataachiwa zaidi ya 20, basi inawezekana familia ambazo zilikuwa zimekiandamana kwa muda mrefu basi zikawa na shangwe. Japo mimi binafsi naona kabisa kwamba Netanyahu hapa kashinda, lakini simuoni kama vile akitekeleza yote ambayo ameahidi, ikiwemo swala la kuondoa jeshi la Israeli kutoka katika ardhi ya Gaza. Wote kwa pamoja naona kabisa kuna namna fulani hivi inawezekana huko mbeleni akawa tofauti. Labda ninachowaza kwa Netanyahu ni kuruhusu tu kwamba amekubali au ameweka mkataba huu na Trump kwa lengo la kuruhusu tu angalau Hamas waingie kwenye 18 na kuachia wale mateka zaidi ya 20 ambao wapo. Sasa inawezekana baada ya hapo, baada ya mateka hao kutolewa, basi na yeye kubalishana na wafungwa wa kundi la Hamas pamoja na Palestina kwa jumla kuachiwa. Inawezekana makubaliano yakaishia hapo na akaendeleza mpango wake wa kuimiliki Gaza. Na mtesha, baadhi ya wachambuzi wa masuala mikakati wanasema kumalizika kwa vita vya Gaza ni kuondoka madarakani kwa Benjamin Netanyahu, kwa sababu zile kesi za ufisadi na kutumia ofisi vibaya ambazo zilikuwa zikimwandama sasa zitarudi kwa kasi, maana itakuwa hana sababu tena ya kuahirisha kesi zile kwa sababu ya vita inayoendelea. Hilo na unalitathmini kama ambavyo baadhi wanaliona? Na ndio maana natia shaka kwamba inawezekana Netanyahu ni mjanja. Hapa anakubali tu mapema, lakini baadaye hatakuja kurudi kule ambako tunaona kabisa akitaka kuichukua Gaza. Sasa inawezekana ni mwisho wake kweli endapo vita vitamalizika, lakini pia makubaliano haya awali yakatimizwa kwa 100%, basi ndio mwisho wake wa utawala wa Netanyahu pale Israel. Lakini pia kumbuka, akisha kuwa sio tena waziri mkuu, basi kuna kesi zingine ambazo ziko zinamwandama za kimataifa pamoja na uhalifu. Mahakama za jinai za kimataifa zinamtafuta, ICC inamtafuta. Kwa hiyo inawezekana ikawa rahisi kwake yeye pia kupatikana na hatia katika kesi za kimataifa. Sasa yeye mwenyewe ndo achague, kama wengi wanavyoona kwamba inawezekana ikawa ndio mwisho wa utawala wake na ndio kawa mwanzo wa yeye pia kuingia katika masaibu ya kesi pamoja na kujibu tuhuma mahakamani. Sasa yeye mwenyewe ndio inabidi ajitathmini, kakubali makubaliano haya ya amani kumaliza vita Gaza, yeye aingie katika vita vingine vya kimahakama, ama aendelee kudanganya toto hivi, alafu baadaye mateka wakishaondoka basi arudi katika mambo ya awali kabisa ambayo alikuwa anayapanga. Labda yeye ndo atakayeamua, lakini kwa sasa hivi sioni kabisa Netanyahu akitaka hayo yatokee. Sioni Netanyahu akitaka kesi zake ziendelee, au sioni Netanyahu akitaka kimataifa huku wamkamate. Naam, haya yanafanyika wakati ambapo miongoni mwa vipengee vya kusitisha mapigano ni kwamba wanamgambo wa Hamasi wapokonywe silaha na ule ukanda usiwe ukanda ambao unaongozwa na kikundi chochote cha Kipalestina chenye jeshi. Unafikiri hawa Hamasi hili wanalipokea kidhati au wanataka tu kwamba Israel itoe ule mzingiro na huduma za muhimu ziingie Gaza? Ni mtego mwingine ambao Israeli chini ya Netanyahu inawezekana ikawa inataka kuingia, kwa sababu kwa jinsi ambavyo naifahamu Hamas na namna ambavyo wamekuwa wakipigania Gaza pamoja na Palestina kwa ujumla, sitaki kuamini kwamba wako tayari kuweka silaha chini na kuachia Gaza iendeshwe kiraia ama kuendesha katika mfumo mwingine ama chama kingine ama mamlaka ya Palestina iweze kusimamia. Naona kabisa ni ngumu kwa sababu kwa jinsi ambavyo Hamas imekuwa ikijipambanua, Hamas imekuwa ikipambania Gaza, Hamas imekuwa ikipambania Palestina, unaona kabisa kuna ugumu fulani ambao utakuja kutokea baadaye. Labda kama kauli yako uliyozungumza kwamba inawezekana wanazuga na wao huko mwanzoni, lakini baadaye waje wasimame wajipange upya. Na kwa sasa kikundi cha Hamas hakuna namna nyingine tofauti na hiki ambacho wamekifanya kwa sasa. Kweli inawezekana wamesambaratika, ni kweli inaonekana labda silaha zao zimewaishia, ni kweli labda imeonekana Israel wamekalia koni, lakini
sio Hamas yote imekwisha. Inawezekana kuna viongozi wakuu ambao wanaelekea katika mataifa mengine huko kujipanga upya. Hakuna namna nyingine ya Hamas kurejea kwa sasa, na naona kabisa kwamba wamekubali kufanya hivyo, lakini watakwenda kujipanga upya kwa ajili ya kuja kurudi tena kwa ajili ya kuiongoza Gaza. Sitaki kuamini kama ndo Hamas kabisa itaishia hapo. Na Tesha, haya ambayo yanafanyika huko Mashariki ya Kati na Trump akisimama kama msuluhishi ndio yale ambayo yanashindwa kuyapatanisha kule Ukraine. Rais Putin akigoma kuingia kwenye mazungumzo na Zelensky, akisema Zelensky ni rais ambaye muda wake umeisha. Sasa tukirudi katika hili la Gaza, Trump amebakisha miaka 3 kuondoka madarakani. Amesimamia makubaliano haya. Unafikiri yatadumu wakati akiondoka madarakani? Kudumu kwa haya makubaliano ambayo ameongoza, unaona yakienda muda mrefu au ni zugatoto ya muda tu? Vita ambayo imepigana kule Gaza ni miaka 2 sasa imetimia. Sasa kuna miaka 3 mingine ambayo ya Rais Trump kuwepo madarakani. Naona ikiwezekana kwa miaka 3 ambayo yuko madarakani, kama mpango huu awali na mipango mingine ya makubaliano ukija kufanyika ndani ya miaka 3, inawezekana kwamba mpaka aje atoke madarakani basi kutakuwa tumeshafika mbali. Yaani miaka 3 hii michakato ikifanyika haraka inawezekana tushafika mbali, japo itakuwa bado Gaza haijajengeka kama ile Gaza ya mwanzo. Kwa hiyo inawezekana akawa hata kama anaondoka madarakani Trump, basi mchakato wa amani utakuwa umeshafika mbali sana, na hata kama baadaye kukiuka makubaliano haya, basi inawezekana angalau itakuwa rahisi zaidi kwa Gaza. Lakini utofauti wa mgogoro kati ya Gaza na Israeli chini ya Netanyahu ni tofauti kabisa na mgogoro ambao Trump ameshindwa kutatua kati ya Urusi pamoja na Ukraine, kwa sababu Putin yeye ategemea msaada kutoka taifa lingine au ategemea msaada kutoka Marekani. Ndio maana naye ana kiburi kwamba hata kama nisipokubaliana makubaliano yako ya Trump, bado mimi nitaishi na nitaendelea kufanya vita. Tofauti na Israel ambaye yeye lazima ategemee msaada kutoka kwa Trump, kwa hiyo lazima msikilize Trump zaidi kuliko ni Putin kumsikiliza Trump. Kwa hiyo unaona kabisa inawezekana huku kukaa kugumu, lakini kwa Israel kwa sababu anamtegemea Trump kumsaidia, basi ndio maana imekuwa rahisi angalau makubaliano haya awali kufikiwa.